watu ama kikundi ama jamii inapofika wakati wa kumsaidia kwa namna ambavyo anayo hiyo changamoto. Na hivyo katika dunia tulikosa kitu kinachoitwa upendo. Na hiki kitu upendo, au hili jina upendo, ulianzia mbinguni. Ulipoanzia mbinguni upendo ukaletwa duniani. Sema amina kama tuko sawa sawa. Sema amina kama tuko sawa sawa. Kwa hiyo upendo haukuweko duniani. Upendo ulianzia mbinguni ukaletwa duniani. Aliyeuleta upendo huo ni Mungu. Ndipo tunamwona Mungu kwenye kile kitabu cha Yohana ile sura ya 3 anazungumza habari ya upendo. Anasema kwa jinsi hii, tazama jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata kamtoa mwanae wa pekee, ili kila mwaminie asipotee, bali awe na uzima wa nini? Wa milele. Kwa hiyo anaonyesha kwamba Mungu ndiye alipenda ulimwengu. Ulimwengu wote. Hakuangalia kuna mpagani, hakuangalia kuna mlevi, hakuangalia kuna jambazi, hakuangalia kuna kibaka, hakuangalia kuna mtenda dhambi wa namna gani. Wote Mungu akawapenda. Sema amina kama tuko sawa sawa. Sema amina kama tuko sawa sawa. Mungu hakuangalia kuna mtu ambaye ametenda dhambi kwa kiwango kikubwa, amekuwa muuaji kwa kiwango kikubwa, amekuwa mfanya maovu na maovu kwa kiwango kikubwa, amekuwa muuaji, amekuwa mtekaji kwa viwango vikubwa, anajulikana kwa hiyo kazi, amekuwa ni mtu wa ovu, maovu mengi amefanya. Mungu hakuangalia, bado akapenda. Katika huo upendo ukamfanya Mungu kumtuma mwana wake wa pekee aje alidhihirishe pendo lake. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu kile cha Yohana wa kwanza sura ile ya 3 mstari ule wa kwanza. Kitabu cha Yohana wa kwanza sura ile ya 3 mstari wa kwanza. Kama kuna mtu amefika pale atusaidie kusoma hapo. Sura ile ya 3 mstari kuanzia ule mstari wa kwanza na kuendelea mpaka ule mstari wa 3. Naam. Hapana, sio hapo. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza sura ya 3 mstari wa kwanza. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa kwanza. Naam. Tazameni. Ni pendo la namna gani alilotupa Baba, kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Kwa sababu hii ulimwengu haumtambui, kwa kuwa haukumtambua yeye. Rudia tena hapo. Kwa kuwa haukumtambua yeye. Sawa? Endelea. Wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa, lakini twajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye, kwa maana tutamwona kama jinsi alivyo. Unaweza ukampigia Yesu makofi ya shangwe na vigeregere
ya kutosha kabisa. Sema amina kwa jina la Yesu. Sema tena amina kwa jina la Yesu. Yohana anadhihirisha, anaonesha, anasema tazameni. Anaposema tazama, maana yake angalia. Uangalie nini? Jambo. Unaweza ukatazama halafu kile unachokitazama usikielewe ama usikione sawa sawa. Kwa Yohana anasema tazama. Tazama ni pendo la namna gani hili ambalo ametupenda Baba hata tuitwe wana wa Mungu. Jamani, kuitwa mwana wa Mungu sio jambo la kawaida, sio jambo jepesi, sio jambo ambalo la kuchukulia mzaha. Ni jambo la ajabu. Hebu tuseme ni jambo la ajabu. Tuseme ni jambo la ajabu. Ni jambo la ajabu kuitwa mwana wa Mungu. Ni jambo ambalo halikufikirika kuitwa wana wa Mungu. Na kwa sababu ni jambo la ajabu ambalo Mungu ametutendea, hivyo tunapaswa kulitazama kwa umakini. Tunapaswa kuliangalia kwa umakini. Tunapaswa kulifikiria kwa umakini, kila mmoja aone kwamba ni jambo la ajabu sana hili ambalo Mungu amenifanyia. Sema amina kama tuko sawa sawa. Sema amina kama tuko sawa sawa. Na kwa sababu hiyo tunao upendo. Upendo ambao aliyotupenda Mungu ni upendo wa ajabu. Na kwa sababu ya upendo huo, dunia haiwezi kutuelewa na inatuchukulia tofauti. Na kwa sababu inatuchukulia tofauti, kwa sababu tunampenda yeye aliyetupenda. Bwana Yesu asifiwe. Upendo haukuwako kwa mwanadamu. Upendo ulikuwako kwa Mungu. Mungu ndiye alianza kutupenda. Na kwa sababu yeye anatupenda, nasi tunampenda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, unaweza ukampigia Yesu makofi ya shangwe na vigelegele kama tuko pamoja. Biblia inajaribu kutuonyesha jinsi ambavyo Mungu ametupenda watu wake, amependa dunia, amependa ulimwengu. Na anasema bado haijadhihirika jinsi ambavyo itakavyokuwa, ambavyo atakavyotutendea pale ambapo tutafika katika ufalme wake, pale ambako tutafika mbinguni. Haijadhihirika vile ambavyo atakavyotufanyia. Kwa maana anasema amemtuma mwanae ulimwenguni apate kuuokoa ulimwengu. Hakumtuma mwanae ulimwenguni apate kuhukumu ulimwengu. Lakini watu hawaujali upendo ambao Mungu ameuonyesha kwao. Mungu ameudhihirisha. Tumedhihirishiwa upendo. Mungu amejidhihirisha katika upendo kutupenda sisi. Lakini sisi bado hatujaonyesha kuwa tunampenda, hata kama yeye kaonyesha upendo. Ni pendo la ajabu. Ni upendo wa ajabu ambao Mungu ametupenda. Na kwa sababu hiyo, asilimia ya watu wengi wamefungwa na sheria,
na kwa sababu wamefungwa na sheria ama mila na desturi, wameshindwa kulijua pendo la Mungu na kufuata upendo wa Mungu ambao ametupenda sisi hata akamleta mwanaye ulimwenguni aje aufie ulimwengu. Jamani, kufa sio jambo la kawaida. Kufa kwa ajili ya mtu sio swala la kawaida, ni kitu cha ajabu, ni kitu cha ajabu, ni kudhihirisha upendo kwa ajili ya watu. Sema amina katika jina la Yesu. Na ndiyo maana siku kadhaa ambazo zimepita tumeona jinsi ambavyo tulikuwa katika sherehe za Pasaka. Watu walikuwa wakisherehekea Pasaka, lakini katika kusherehekea Pasaka wengine wanasherehekea katika vilabu, wakinywa vileo, wakisema hii ndiyo Pasaka. Lakini wengine tumesherehekea Pasaka tukiwa kanisani, wengine wamesherehekea Pasaka wakiwa kwenye nyumba za wageni, wamesherehekea Pasaka yao huko. Lakini Biblia inaonyesha ya kwamba Pasaka wetu ndiye Yesu Kristo, ambaye alitolewa kwa ajili yetu, na kwa sababu hiyo alipotolewa kwa ajili yetu akakubali kufa katika msalaba. Na alipokubali kufa katika msalaba, ndipo tunashuhudia ukombozi wa mwanadamu unadhihirika duniani. Hebu tusome kitabu kile cha Warumi sura ile ya 8 na ule mstari wa kwanza. Kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa kwanza. Naam. Sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu, kwa sababu sheria ya Roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Unaweza ukampigia Yesu makofi ya shangwe na vigeregere. Anasema hivyo hakuna adhabu ya mauti tena juu yao walio katika Kristo Yesu, kwa sababu ya sheria ya Roho wa uzima ambaye alimfufua Yesu katika wafu ameniacha huru, ameniacha huru. Kwa hiyo kuna adhabu, na hiyo adhabu ni adhabu ya mauti, na adhabu hiyo ipo katika sheria, na katika hiyo sheria imetekeleza adhabu, kwamba mtu huyu apate adhabu, aadhibiwe kutokana na kile ambacho amekifanya, kutokana na jambo lile amelitenda. Ndipo Paulo anaonyesha ya kwamba hakuna tena adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu, kwa sababu ya sheria ya Roho wa uzima. Sema amina kanisa la Bwana. Kwa sababu ya sheria ya Roho wa uzima, yeye ametutenga mbali na mauti, mbali na sheria ya mauti. Ametutenga, ametutenga. Kwa hiyo kwa sababu ametutenga, hakuna tena adhabu. Adhabu hiyo au hatia hiyo imepata msemaji, au tumepata msemaji ambaye anaweza akasimama katika kesi yetu, akasimama katika shtaka letu, akatutetea kutokana na sheria. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni jambo gani ambalo umelifanya kinyume na Mungu? Ni kitu gani umekifanya ambacho adui anakushitaki kwamba umetenda? Nataka nikwambie, tumepata mwanasheria
ambaye anaweza akatusimamia katika kesi yetu. Kama unanielewa, unaweza ukampigia Yesu makofi mazuri mazuri. Kitabu kile cha Waefeso sura ya 2 na ule mstari wa 4. Kitabu cha Waefeso naam. Lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituhuisha pamoja na Kristo. Yaani tumeokolewa kwa neema. Endelea. Akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho, katika Kristo Yesu, ili katika zamani zinazokuja au dhihirishe wingi wa neema yake, upitao kiasi kwa neema yake kwetu sisi katika Kristo Yesu. Kwa maana tumeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi ya kila mmoja wetu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo yetu. Mtu yoyote hatakiwi kujisifu, maana sisi tu kazi yake, tumeumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema, ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende naye. Mpigie Yesu makofi ya shangwe na vigelegele. Nimesema tumpigie Mungu makofi ya shangwe na vigelegele. Sijasikia watu wakimpigia Mungu wetu makofi. Ndio maana nimetangulia kusema ya kwamba Yesu Kristo aliangikwa juu ya msalaba, na kwa sababu aliangikwa juu ya msalaba, aliangikwa kwa sababu ya maovu yetu. Tuliwahi kumshuhudia Yesu duniani ya kwamba anakwenda katika maombi ya siku 40, na katika yale maombi Biblia inajaribu kuonyesha ya kwamba jinsi ambavyo malaika wa Mungu walivyokuwa wakienda kumhudumia katika nyika, na vile wanyama wa mwitu walivyokuwa wakimsogelea na anazungumza nao. Hivyo inaonyesha kwamba malaika wa Mungu walishuka kumhudumia. Ninajaribu kukuonyesha jinsi upendo wa Mungu ulivyo, na tunajaribu kumuona Yesu jinsi ambavyo yuko katika bustani ya Mizeituni, akiwa yuko katika hali ya kuugua sana kwa jambo ambalo linakwenda kumtokea katika maisha yake, kwa sababu lilikuwa ni jambo kubwa na ni zito. Kwa hali ya kawaida ni ngumu kulichukulia. Ndipo tunamuona Yesu anapatwa na jasho, kiwango chake linadondoka chini kama matone ya damu, yaani jasho lake kama matone ya damu. Hili ni jasho ambalo si jambo la kawaida, na kwa sababu hiyo ilimbidi tu ili apate kuikamilisha kazi ya msalaba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hiyo yeye aliudhihirisha wingi wa neema yake, aliudhihirisha upendo wake, aliudhihirisha upole wake, aliudhihirisha unyenyekevu wake, alidhihirisha kusudi lake. Akakubali
kuangikwa juu ya msalaba kwa ajili yetu, akasulubiwa kwa ajili yetu, hata mauti ikampata kwa ajili yetu. Lakini baada ya siku kadhaa akafufuka katika wafu, na kwa sababu alifufuka katika wafu, alitufufua nasi. Tumefufuliwa kutoka katika mauti, sasa tuko katika uzima. Sema amina katika jina la Yesu. Sema amina katika jina la Yesu. Ndiyo maana nakwambia, tunatoka katika mauti, tunakwenda katika uzima. Katika mambo ambayo tulikufa, katika mambo ambayo tulikuwa tumekufa, Yesu amekuja kutufufua, ili kwamba tuweze kuenendana katika yale matendo ya awali ambayo Mungu alikuwa amekusudia tuishi kwayo. Sema amina katika jina la Yesu. Sema amina tena katika jina la Yesu. Ndivyo nataka nikwambie kanisa kwamba tunapendwa. Kuna mahali unaweza ukapita mpaka umejizalau, umejiona kuwa ni mtu ambaye haufai. Hakuna mtu ambaye anayekuchukulia, hakuna mtu ambaye anayekusaidia, hakuna mtu ambaye anayekutetea. Nataka nikwambie ya kwamba tunapendwa na Mungu. Mungu anatupenda, na kwa sababu anatupenda, hata dunia haiwezi kututambua vyema, haituchukulii vizuri, inatutazama kwa jicho baya. Lakini heri dunia ikatutenga, na heri dunia isituelewe, lakini Mungu anatuelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nakwambia Mungu anatuelewa. Nataka nimalize kwa kusema hivi: Mungu anatupenda, na kwa sababu Mungu anatupenda, na sisi tuonyeshe upendo kwake. Tuonyeshe kuwa tunamjali, tuonyeshe tunamhitaji, tumthamini, tusitende dhambi, kwa sababu dhambi ilitufanya tuwe wafu. Biblia inasema tulikuwa wafu kwa sababu ya dhambi zetu, lakini kwa neema ya Mungu amekuja kutuokoa, akatutoa katika dhambi, akatufufua tena, akatuketisha katika ulimwengu wa roho pamoja na Kristo. Na kwa sababu tumeketishwa katika ulimwengu wa roho, tusitende dhambi tena, tusitende dhambi tena. Kuna wimbo moja unasema, Mungu ni pendo, apenda watu. Sijui biti yake mnayo. Tusimame kanisa. Tusimame. Unaweza tukampigia Yesu makofi. Yesu makofi ya shangwe. Mpigie Yesu makofi ya shangwe. Yes.
wote tusimame. Tunaimba upendo wa Mungu. Tunaimba upendo wa Mungu ambao umetupenda sisi. Ni upendo wa ajabu huu. Mungu ni pendo. Ni pendo. Apenda watu. Kweli Mungu ni pendo. Jamani, Mungu ni pendo. Ni pendo. Apenda watu. Kweli Mungu ni pendo. Usikilize nafasi hii kumshangilia Mungu kwa makofi ya shangwe na vigeregere. Nataka nikwambie Mungu ni pendo, anatupenda. Mungu ni pendo, anatupenda. Mungu ni pendo, anatupenda.
na kwa sababu hiyo anatupenda, amekubali kufa msalabani. Sema amina kwa jina la Yesu. Na kwa sababu hiyo anatupenda, amekubali kuyachukua matendo yetu yaliyo maovu, amekubali kufa kwa ajili yetu ili atuweke hai tena. Sema amen. Sema amina katika jina la Yesu. Sema amina katika jina la Yesu. Iko dhambi ambayo ulifanya katika maisha yako, yako maovu ambayo ulitenda katika maisha yako. Kwa namna ya jinsi ulivyo, Mungu amekupenda. Mungu amekupenda. Na ndiyo maana hata mvua inanyesha kwa wapagani, inanyesha kwa watenda maovu, inanyesha kwa majambazi. Ndiyo maana hata walio waovu bado wanapumua bure, bado wanapumua. Hiyo hali ya kupumua ni kitu automatic ambacho Mungu amekiachilia. Hajasema kwamba hawa ni waovu, ngoja ni wanyime hiki. Hapana, wote anawapatia. Hiyo ni yote ni kudhihirisha wingi wa rehema yake, kwamba kuna siku moja ambayo Mungu ameiweka ambayo atakuja kuhukumu dunia yote. Na kwa sababu hiyo akaliachilia pendo lake, kwamba katika hilo pendo apate kuwaokoa kila mtu atakayemwamini. Hata hukumiwa, hata hukumiwa, hata hukumiwa. Ninatamani jambo moja, ninatamani jambo moja. Simama kwa miguu yako. Ukiwa hapo simama kwa miguu yako. Natamani jambo moja. Siku moja, siku moja tukutane mbinguni. Tukutane mbinguni. Tukifika mbinguni, tukifika mbinguni, raha yake haijadhihirika bado duniani. Yeye amesema atatuvika miili mingine mipya. Yeye amesema ametupatia na malaika wake duniani, malaika wake watuhudumie. Sisi tunahudumiwa na malaika, kama vile malaika walivyomhudumia Yesu katika maombi ya siku 40, na kama vile Yesu alisema kwamba jipe moyo, mtashinda ulimwengu. Na kama vile Yesu alisema kwamba niko jeshi kwa Baba, na uwezo wa kumwomba Baba akanitumia hata jeshi la mtu mmoja, akaja duniani akapiga hawa askari wote. Lakini bado Yesu, bado Yesu. Hii inaonyesha kwamba tunahudumiwa na malaika. Sisi tunahudumiwa na malaika kila inapoitwa leo. Malaika wanatuhudumia. Hata wewe unahudumiwa na malaika. Na mahali hapa wako malaika wanaotuhudumia. Wako malaika ambao wameagizwa kuhudumia ibada ya asubuhi ya leo na mchana wa leo. Na wako mahali hapa kudhihirisha upendo hilo la Mungu. Na kwa sababu hiyo, Roho wa Mungu yuko mahali hapa kudhibitisha hilo, kwamba kila anayempokea Yesu Kristo hapotei wala haangamii, anafika mbinguni. Inua mikono yako na ufunike macho yako. Usiniangalie, usiniangalie. Kuna kazi ya msalaba inafanyika ndani ya moyo wako. Kuna kazi ya msalaba inafanyika katika maisha yako. Hapo hapo ulipo, kuna kazi ya msalaba. Mungu anaondoa kila uovu ulioko katika maisha yako. Ni dhambi gani ambazo umetenda katika maisha? Ni mambo mangapi ambayo umefanya kinyume na Mungu? Kwa jinsi hiyo Mungu amekupenda. Tunapendwa na Mungu. Yesu ndiye Mwokozi wetu, ametuokoa. Ukiwa umefunika macho yako namna hiyo, chukua nafasi ya kusema maneno haya. Sema, Bwana Yesu, tunasogea mbele zako. Sisi ni wenye dhambi, tulikutenda dhambi kwa kujua na kwa kutokujua. Mchana wa leo tunaomba msamaha wako. Utusamehe Bwana, uturehemu Bwana. Tunaomba msamaha Bwana, ukae ndani yetu sasa siku zote Bwana za maisha yetu.
upendo wako udhihirike kwetu, udhihirike kwetu, udhihirike kwetu. Usitupite Bwana, bali utuokoe na yule mwovu, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu tunamkataa yule mwovu na kazi zake zote, kuanzia sasa na siku zote. Shetani uondoke kwetu kwa jina la Yesu. Bwana Mungu mtakatifu, mfalme, wewe ni Mungu wa kweli na uzima. Hapana mtu aliyekuja kwako Bwana akatoka kama alivyoingia. Kila waliokuja kwako waliondoka na badiliko. Na hata katika mchana wa leo, kanisa lako hili la sala, maombi na maombezi liko mbele zako, kiomba rehema na toba Bwana. Na umesema kwa kanisa lililoko Fimelina, andika, unayajua matendo yao, unajua upendo wao. Nami Bwana ukalitazame kanisa hili, ukaliangalie Bwana kwa jicho lako Bwana, ukalitazame Mungu, ukalitazame Bwana, ukarehemu kila mmoja mmoja, ukasamehe kila mmoja mmoja. Watakase watoto hawa Bwana, warehemu maisha yao, uwaokoe Bwana na yule mwovu, katika jina la Yesu. Mungu ninawaombea. Amen. Amen. Mshangilie Bwana kwa makofi. Kama kutakuwa na mtu ambaye afya yake haiko sawa sawa, anasema mchungaji, kabla hujaondoka nataka uombe pamoja na, ama una changamoto yoyote, anasema mchungaji, nataka uombe pamoja na. Karibu. Karibu. Karibu na mtumishi wa Mungu. Unaweza Bwana, unaweza Bwana. Hayo mambo makubwa na idea Bwana, unaweza Bwana. Mambo makubwa, sema unaweza, mambo makubwa Bwana, unaweza Bwana, katika
jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Mungu juaye haja ya kila mtu ndani ya moyo wake, na kwa sahi udhihirishe wingi wa huruma zako na matendo yako. Kama shetani amekataliwa, na Mungu wingi katende haja ya moyo wake kwa sasa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kila roho zote za maumivu, kila magonjwa sugu, kila roho za mateso, kila mikosi, katika jina la Yesu, toka, tawanyika, toka, achia, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Nafukuza roho za mashetani, nafukuza roho za mashetani, nafukuza, ninaachilia uweza wa roho wa Mungu. Nafukuza mashetani, naachilia uweza wa roho wa Mungu, naachilia roho wa Mungu ndani yake, naachilia roho wa Mungu ndani yake, naachilia kibali ndani yake, naachilia upako na neema ya kimungu, upako wa kimungu ndani yake, 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 uwezo wa kimungu ndani yake, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninaachilia neema yako Mungu kwa mtoto huyu, ninaachilia neema yako Mungu katika mikono hii. Authority ya kimungu, authority ya kimungu, nguvu ya kimungu itembee sasa, itembee sasa, itembee sasa, itembee sasa, itembee sasa, itembee sasa, kwa jina la Yesu. Nguvu hii ufalme wa kuzimu hawezi kuvumilia, magonjwa hayawezi kuvumilia, mateso hayawezi kuvumilia, hayawezi kukaa, hayawezi kukaa, hayawezi kukaa, hayawezi kukaa, hayawezi kukaa, hayawezi kukaa. Hayawezi kukaa. Ninaachilia neema ya Mungu ndani yako, itembee sasa. Nguvu ya Mungu ianze kutembea toka chini ya wayo wa mguu mpaka kwenye utosi wa kichwa, kwa jina la Yesu. Ninaachilia nguvu ya Mungu, ninaachilia nguvu ya Mungu inayozidi nguvu zote, inayozidi nguvu zote. Haya, nairuhusu ifanye kazi yake sasa. Fanya kazi yako Mungu, fanya kazi yako, fanya kazi yako Mungu, fanya kazi yako Mungu, fanya kazi yako Mungu, fanya kazi yako Mungu. Pita ndani yao sasa. Ndio, 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 ndio. Magonjwa yanaishiwa nguvu, magonjwa yanaishia nguvu, yanaregea. Mapepo yanaishiwa nguvu, yanaregea, yanaregea, ndio, yanaregea, ndio, yanapepesuka, yanapepesuka, ndio, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Waliofichwa wanafichuliwa, ndio, walioibiwa wanarejeshwa, ndio, wanatolewa mahali ambako wamewekwa, ndio, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Waliofichwa katika ulimwengu wa roho wa kipepo, waliofichwa katika ulimwengu wa kiroho wa kipepo, ulimwengu wa kiroho wa kichawi, wanafichuliwa, wanaonyeshwa wazi. Na pasha karabo, wanafichuliwa na ulimwengu wa roho wa Kristo Yesu. Wanafichuliwa, wanafichuliwa, wanarejeshwa tena, wanaketishwa katika kiti cha Yesu, katika kiti cha Yesu, katika kiti cha Yesu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti.
magonjwa yaliyoko ndani ya mwili wake kuanzia sasa. Roho ya magonjwa, 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 najua yametoka kuzimu, yametoka kuzimu, yametoka kuzimu, yametoka kuzimu. Toka magonjwa, kila malaria, bakteria wa kila aina, typhoid, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila magonjwa, kila magonjwa, kila magonjwa, kila magonjwa, kila magonjwa, kwa kila magonjwa, kila magonjwa, toka, toka yayuka, 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 yayuka ugonjwa, yayuka ugonjwa, yayuka kwenye mishipa na misuli, yayuka kwenye nyama, yayuka, yayuka. Kuanzia sasa uwe mzima kwa jina la Yesu. Sogea kwa jina la Yesu. Kila ugonjwa, kila ugonjwa, kila ugonjwa, kwa jina la Yesu na kuamuru kuanzia sasa, toka ugonjwa, ugonjwa wa kutumwa, ugonjwa wa kutengenezwa, ugonjwa wa kichawi, ugonjwa wa kipepo, ugonjwa wa kunuiwa, toka uliotengenezwa, toka roho ya ugonjwa, toka ugonjwa, toka. Mwache mtoto huyu awe mzima. Magonjwa ya kurisi, toka magonjwa haya kwa jina la Yesu. Uwe mzima sasa kwa jina lako Yesu. Ndani yake binti humo kuna roho ya jini, kuna jini humo, kuna jini humo, yumo jini humo, yumo jini humo, yumo jini, yumo jini huyu hapo sasa. Haya, jidhihirishe sasa, jidhihirishe sasa, jidhihirishe sasa, jidhihirishe jini, jini mwanaume, jidhihirishe, jidhihirishe katika jina la Yesu. Father, in the name of Jesus, naachilia nguvu yako ewe Bwana inayolamba magonjwa yote na kuyayusha kila uchawi na kufanya uzima. Nami ninafanya uzima ndani ya binti huyu, ninaachilia afya ndani yake, akawe na afya iliyo njema sasa. Kila magonjwa, kila aina ndani yake yana nafasi kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu naalika uponyaji wako juu ya mtoto huyu. Mponye e Bwana, ponya maisha yake, ponya afya yake, imarisha afya yake, mlinde na kumtunza kwa damu ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Baba, kwa jina la Yesu namleta mtoto huyu mdogo mbele zako. Amejua ya kwamba kwako e Bwana kuna uzima na kuna afya, akasema kukimbilia wewe Bwana, kwa sababu wewe ndiye unayeweza kumsaidia katika changamoto ya afya, katika changamoto aliyonayo. E Bwana, ukamponye sasa, na umeagiza tuache watoto waje kwako, nami ninamleta mtoto huyu mbele zako. Kama e Bwana wazazi wako wamemwacha na kuja kwako, nami e Bwana namsogeza kwako. E Bwana, ukajidhihirishe kwake, jidhihirishe kwake Mungu wa uzima, jidhihirishe kwake Mungu wa uzima, jidhihirishe kwake Mungu. Mponye e Bwana, mwimarishe e Bwana, mtunze e Bwana, mgange e Bwana, ukaitazame haja yake kwa jina la Yesu. Ninalamba kila magonjwa ya ukoo, ninayalamba kwa moto ulao, yakaharibike na kuteketea kwa jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu ninaachilia uponyaji, ninaachilia uzima, ninaachilia uzima. Uwe mzima mtoto, usiugue tena. Magonjwa ya kurisi ya ukoo yasikutese tena. Toka kwenye wayo wa mguu mpaka kwenye utovu, mpaka kwenye utosi. Ninaachilia moto lambe magonjwa yote kuanzia sasa katika jina la Yesu. Naachilia uponyaji, naachilia uzima. Uwe mzima. Kila homa za kila aina toka, homa za vipindi, homa za majira na nyakati, toka kuanzia sasa. Magonjwa ya kulipuka ya kila wakati, toka. Achia mtoto huyu, uwe mzima na uwe na afya njema kwa jina la Yesu. Baba, namweka mikononi mwako mtoto huyu.
nami ninaweka mikono yangu juu ya kichwa chake kuashiria uponyaji wako upenye ndani yake. Kila magonjwa, homa za kila aina, pneumonia, kwa jina la Yesu kuanzia sasa na kukemea, ondoka ndani yake, na mtoto awe mzima kuanzia sasa. Na kataa kila nguvu zote, malaria sugu isiyoponeka, presha, kansa, kisukari, majini, majinamizi, visoke, maimuna, makata, mnyonya damu, toka na unyonyaji damu wako kwa jina la Yesu. Uwe mzima mtoto sahi kwa jina la Yesu. Ninaachilia neema ya Mungu ndani yake kuanzia sasa. Kila magonjwa, kila namna yaliyopandwa ndani yake, nasimama kuyakemea na kuyaamuru kuondoka kwake kuanzia sasa. Ninatangaza kusimama kinyume na kila utendaji kazi wa giza ndani yake kwa jina la Yesu wa Nazareti. Simamie damu ya Yesu na ikuokoe. Damu ya Yesu na ikuvunjie maagano. Damu ya Yesu na ikudhibitishie. Damu ya Yesu na ikupe kibali. Damu ya Yesu, damu ya Yesu ikutoe mahali na kukupeleka mahali. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu ikakunenee mema mahali ambako umesemewa vibaya. Damu ya Yesu ikakunenee mema. Ninaiachilia damu ya Yesu, damu ya Yesu, ninaiachilia damu ya Yesu, ninaiachilia damu ya Yesu, 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 damu ya Yesu. Naomba mkono wake. Iko mamlaka ya Mungu ambayo shetani hana, na kwa mamlaka hii ya Mungu na kwa Mungu, wewe nguvu ya giza uliyepo ndani yako, haya chomoka sasa. Hauna uhalali tena kuendelea kukaa. Ondoka. Fanya naka. Fanya naka. Najua umejimilikisha. Umejimilikisha uhalali wa binti huyu, lakini kwa sahi hauna uhalali wa kuendelea kukaa ndani yake, kwa kuwa neema ya Mungu imemwokoa. 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 Katika jina la Yesu. Unaweza ukampigia Yesu makofi ya shangwe na pigeregere. Endelea tu kumpigia Yesu makofi ya shangwe. Mwacheni tu hapo hapo. Mwacheni tu hapo hapo. Mwacheni tu hapo hapo. Tuna kazi naye baadaye. Mwacheni tu hapo hapo. Kanisa, tumpigie Yesu makofi ya shangwe. Kalishe tu hapo hapo. Kwa nafasi hii niseme Mungu wa mbinguni awabariki sana, lakini niwasihi mzidi kuwa na upendo katika Kristo Yesu, mzidi kushikamana. Tunayo safari ndefu ya kwenda mbinguni kwa Baba. Kwa hiyo tutafika, naye yuko tayari kutupokea.
Tuseme amina kanisa. Tuseme amina kanisa. Sasa hivi ni saa ngapi? Sasa bado dakika 18. Nataka kwenda nyumbani. Naweza mkanipa dakika kadhaa hivi tuimbe wimbo, si ndio? Tuimbe wimbo gani? Tuimbe wimbo gani? Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Haya, nimeambiwa kwa nataka damu ya Yesu. Angalia binti nasema damu ya Yesu. Inuka binti yangu. Huyu anaitwa nani? Na? Letesia. Si ndio? Leti. Teresia. We Teresia. Kuna mtu anayeishi naye hapa? Nani hapa? Wazazi wake wako hapa? Kwa nini hawajaji? Wanakuja huwa na sali hapa. Tumpigie Yesu makofi ya shangwe. Kwa kupigwa kwake Yesu sisi sote tumepona. Haleluya. Haleluya. Nilikuwa nina siku sijanywa damu ya majini. Sasa ninaona nimepata kitoweo. Nataka nifuturu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna watu kuna majini yanapenda kunywa damu za watu, si ndio kanisa? Lakini kama mwenyewe anapenda kunywa damu, ukiyapata na yenyewe unayanyonya damu. Glory to God. Kwa uweza na nguvu za Yesu Kristo mwana wa Mungu, aliyekuja na akavunja kila agano na kila uhalali wa mashetani na watenda kazi wake, na kaachilia mamlaka ya kuzikamata kila falme zote na mamlaka zote za wakuu wa giza na wafalme katika ulimwengu wa roho, hata katika ulimwengu wa mwili. Na kwa mamlaka hiyo ninakamata kila mamlaka yote ya pepo wabaya kuanzia sasa, kuanzia sasa, kuanzia sasa, kuanzia sasa, kuanzia sasa, kuanzia sasa, kuanzia sai. Ninakomboa jina la binti huyu. Ninamwita kutoka huko ambako amefichwa
ambacho amefichwa, amekamatwa, ameshikiliwa, ameng'ang'aniwa, kwa uwezo wa jina la Yesu ninamuita sasa kupitia jina lake, njoo, 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 njoo. Njoo, 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 njoo katika jina la Yesu. Basi tutakuwa tumefika tamati ya ibada yetu. Ni mlete kiongozi wa ibada, kama kuna jambo lolote aendelee. Karibu.